Nawashukuru padri na mapadri wenu wanaohudumia katika parokia yenu ya Yohane Mbatizaji hapa Mitero, huduma ambazo wanazitoa katika parokia yenu ya Yohane Mbatizaji. Lakini kwa namna ya pekee tuwapongeze hao vijana wetu ambao wamepokea sakramenti ya kipaimara leo, tuwapigie makofi. Na tegemea labda mwakani watakuwa wengi kidogo naona kama wachache sana, hawaonyeshi kama ni picha ya parokia ambayo ni parokia iko karibu na mji hapa ya Mitero. Kwa hiyo mkiendelea kutoa watoto wachache namna hii 10, 20, baadaye kipaimara tutawaambia muende Kagwa mkapokee Kagwa. Sawa na tutawachanganya. Kwa hiyo mjitahidi. Kwa hiyo muendelee kupita mashuleni na pia kwenye nifanya vizuri walao kwamba kuna vijana pia kutoka VETA. Kuna ambao hawako VETA na wamepata kipaimara leo hapa, hivyo nyoshe kama kuna moja hayuko VETA, safi, moja wawili hawako sekondari wala VETA wala shule ya msingi, hivyo nyoshe kama yuko safi. Kwa hiyo watu kama hao pia wako wengi, inabidi pia tuendelee kutembelea familia, kuendelea kutembelea kama kuna taasisi zinazotuzunguka, hata hizi hospitali, na watu wengi waumini wetu ambao bado hawajapokea sakramenti ya kipaimara. Kwa hiyo tunajitahidi kusia waoko na padri wenzako. Na kati yenu wangapi walipata komunia ya kwanza mwaka huu? Wanyoshe waliopokea komunia ya kwanza mwaka huu 2026. Najua wote wamepokea komunia ya kwanza, si ndio? Vinginevyo msingepata kipaimara. Lakini waliopata komunia ya kwanza mwaka huu katika kundi hili la kipaimara, nyinyi mlipata komunia ya kwanza Jumapili gani? Mlipata lini? Najua ni mwaka huu. Nakumbuka lini? Paroko walikuwa lini wapata komunia ya kwanza? 25 mwezi wa kwanza mwaka 2026. Okay. Kwa hiyo inabidi kujitahidi. Sheria mpya ya jimbo tangu mwaka jana ni lazima kuwe na umbali wa miezi 9 kati ya komunia ya kwanza na kipaimara. Lengo watoto wakishapata komunia ya kwanza waendelee na mafundisho na imani iendelee kukomaa na zile sala zibaki na wafanye mazoezi. Lakini Januari basi tuongeze muda. Na shukuru pia mmetangaza kwamba mmeshaanza mafundisho ya komunia ya kwanza, si ndio? Hiyo ni jambo jema, ili mpaka mwakani mtakuwa na kipindi cha kutosha. Kwa hiyo tuweke juhudi ya kutosha, wazazi na walezi wale wanaohusika. Siku zote zawadi kubwa ambayo mnaweza kuwapa watoto wenu ni imani, pamoja na mambo mengine ya nje. Kwa hiyo tujitahidi. Na lingine pia, hata nyinyi watoto huko shuleni, kama kuna wengine hawajapata kipaimara, watambulishe pia kwa makatekista na padri akiwatembelea, au mapadri au hata masista wenu ukiwatembelea kwamba hawa hawajapata kipaimara na waweze kuwaelekeza. Lakini sio kipaimara tu, wengine pia hawajabatizwa na wanapenda, wengine pia hawajapata komunia ya kwanza, nao pia wasaidiwe au wanahitaji kusindikizwa. Kwa hiyo tujitahidi katika hilo, na washukuru nyote pia kwa ushirikiano na liturujia nzuri ambayo mmeifanya. Lakini pia nawashukuru pia kwa ushiriki. Watoto wadogo pia naona ushiriki wao ni mzuri, hasa wa Joy, watoto wa Utoto Mtakatifu. Tunawashukuru wale wote wanaowalea na kuwasindikiza, ili masista, makatekista, mapadi. Naomba tuwapongeze walezi wote wanaowasaidia watoto wetu.
pengine nyinyi wazazi wenyewe mnawasindikiza, kwa kweli tunawapongeza. Kwa hiyo tuzidi kuongeza juhudi kwamba wafanye watoto wetu wawe washiriki wazuri. Imani inajengwa, mbegu inapandwa mapema sana, baadaye ndio inaendelea. Pia tunaona picha kwa hao watumishi ambao wanatumikia, pia ni kitu kizuri. Nawapongeza katika hilo pia, na moja tu katika watoto ambalo ni labda muendelee kulikazia na kusitiza, watoto wasitoketoke kanisani misa ikianza. Misa sio muda mrefu. Misa yenu kwa kawaida inachukua muda gani? Masaa mawili au matatu? Mawili mtoto hawezi kufa, sawa. Kwa hiyo muandae mtoto vizuri kabla ya misa. Wakati wa ibada wakae kimya na wafuate. Bahati nzuri mna misa ya watoto. Kila Jumapili mna misa ya watoto. Kwa picha niliyosikia hapa ni kwamba Jumapili ijayo hamtakuwa nayo. Lakini mnapokusanyika hivi, basi nao wafuate utaratibu kama hiyo. Ni sehemu ya malezi ya imani yetu. Na pia msiwadekeze sana watoto. Naona watoto wanaingia na maji, wanakunywa maji kanisani. Masaa mawili watakufa watoto wenu? Hawezi kufa. Moja kama mtoto wake atakufa masaa mawili kwa kutokunywa maji, aje kunidai mimi nitamfufua huyo mtoto. Sawa. Kwa hiyo lazima imani pia ni sadaka. Maana yake kidogo kujinyima kidogo. Na lingine pia, ibada imeenda vizuri. Tunajua tuko kwenye jamii pia ya kupenda kupongezwa. Askofu anapongezwa, mapadri wanapongezwa, kwaya wanapongezwa. Kawaida hatupongezi watu kwa kuja kanisani, sawa jamani? Siku ya Jumapili eti hongereni kwa kuja kanisani, hiyo haipo. Kuja kanisani ni wajibu, sawa. Watoto, ile amri inayosema hudhuria misa takatifu na Dominika ni amri ya ngapi ya kanisa? Hebu isemeni amri ya kwanza ya kanisa. Ya kanisa. Kwa hiyo tukumbushane kwamba huo ni wajibu wetu, sawa. Niwakumbushe pia mapadi wangu hapo, mapadi wawili. Nyinyi wenyewe mmewanyanyua waumini wa Kikwetu, Kibatoto, jina Ngiriki hawajanyanyuka. Maana yake nini? Maana yake wakuwa na misa leo. Nyinyi wenyewe mmekaa hapa, mmemzunguka askofu hapo. Kwa hiyo mimi sipendi mapadi ambao wanamzunguka askofu huko waumini hawana misa. Sawa. Kwa hiyo nyinyi mlitakiwa kama mnaona mnataka kuja kukaa na askofu siku ya kipaimara, ufanye misa saa 10 alfajiri, sawa. Au saa 11 mpaka saa 12, alafu mrudi parokiani, badala ya kuwakosesha waumini misa, alafu mnafikiri mnampamba askofu hapo. Busara ya kichungaji tu. Jumapili iliyopita tulikuwa na Chingwea, tulikuwa na mapadi siku moja kabla kwa sawani liwai. Asubuhi padri msaidizi alitimuka huko misa 3. Nyinyi hapa leo mmempamba tu askofu. Wapigeni makofi mapadri. Kwa hiyo hatupendi mapadri wa namna hiyo, tunataka mapadri ambao wanahudumia waumini. Kama mnaona haiwezekani kabisa, bora ufanye misa Jumamosi. Inaitwa Vigil Mass, misa ya mkesha ambayo inahesabu siku ya Jumapili. Kwa hiyo tuwapongezi kwa kuwakosesha waumini wengine misa. Haya, mfute makofi, asanteni. Wengine nawashukuru sana kwa zawadi zenu nyingi ambazo mmenipatia, mifugo na zawadi mbalimbali.
Mungu awabariki sana na warudishie mara nyingi. Naomba tujipigie makofi wote kwa ukarimu wake. Tunashukuru sana.